karibu kwenye mkutano na waandishi wa habari. Wanataka kujua wewe na Simba yako kesho mnaingiaje katika mchezo huo marudiano dhidi ya Gaborone United? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu na fito kwa wazima, sio wachezaji wote wa katika afya njema. Tunajua tuna mechi moja ngumu kesho na Gaborone United. Ni mechi ambayo inataka maamuzi. Jambo la kushukuru kwamba tuna injury sasa hivi na tuna last section yetu jioni ambayo itatupa picha nani anaweza kuanza kucheza. Baada ya kufanya mazoezi kwa siku 2-3 naamini kwamba tuna kikosi kizuri na physical mentality tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Swali design. Kocha, tayari Simba na faida ya goli moja la ugenini, lakini wapinzani nao wanajiandaa kwa wanaamini wanaweza kufanya kitu katika uwanja wetu hapa, kwa kuzingatia pia hawatakuwa na ile pressure ya mashariki ya mchezo. Pengine umewaandaa wachezaji kisaikolojia, lakini pia mbinu zako ambazo wanakwenda kuanza Of course bado hatujawa safe ukilinganisha na result ambayo tumepata mechi ya kwanza, na mpira sasa hivi unaweza kupata matokeo popote pale, doesn't matter wapi unacheza. Kwa hivyo tunalijua hilo na tumefanya preview ya mechi kwa kiwango kikubwa. Tumeweza kurekebisha yale makosa ambayo tuliweza kuyaona katika mechi ya kwanza, na kama ambavyo nimesema itakuwa mechi rahisi, ni mechi ngumu ambayo inahitaji kupata matokeo, lakini mimi nafikiri tuko vizuri, tumefanya assessment ya kutosha na naamini inshallah kesho tutapata matokeo. Swali nyingine ndio coach, Simba kwa miaka ya karibuni kwenye kutolewa katika hatua hizi na ili kuendeleza rekodi hiyo, wewe especially katika mchezo huu wa kesho, kwa namna gani mchezo huu unafikia kwa uzito wewe binafsi kama kocha, lakini pia kwa namna gani unakwenda kuhakikisha kwamba Watanzania wao ni supported na moja ya changamoto ambayo ipo ndo hiyo ambao kwa muda mrefu Simba imekuwa na consistency kwenye hizo mechi za preliminary. Na mimi nalijua hilo na tunajaribu kushare na wachezaji kuhakikisha kwamba tunataka kuvuka katika hii mechi ambayo ipo mbele yetu, na hata mimi sijawahi kufeli kwenye mechi ya mwanzo ya mashindano. Kwa hivyo inanipa confidence kiasi fulani, sio, for my experience. That's why naamini kwamba kwa kikosi ambacho tunacho kwa timu ya Simba kwa sasa tutavuka tu inshallah. Swali la mwisho kwa mwalimu. Ndio, design. Pengine una pressure yote ya mchezo huu, lakini pia waahidi wana Simba wale kama kwanza sijawahi kuwa na pressure kwenye mpira, sio. Nafikiri sijawahi kuwa na pressure. Nimecheza mechi nyingi, nafikiri iko kama hivyo, na ningependa kuona wapenzi of course watakuja uwanjani, lakini nafikiri watakuwa karibu na sisi kama ambavyo msemaji amesema hapo. Nafikiri katika mioyo yao watakuwa na sisi, wanatusupport kwa nguvu zote. Na mimi nachukua nafasi hii kwamba hatutaangusha, tutapambana kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba nao wanafurahi popote ambapo watakuwa hapo. Asante. Sasa mwalimu hapa Kapteni Jokaya. Kapteni, wana Simba nataka kusikia kutoka kwako kwenye upande wenu wachezaji, tunaingiaje kesho? Habari za asubuhi na habari. Kwa upande wetu sisi kama wachezaji tumefanya maandalizi vizuri na tupo tayari kuelekea katika mchezo wa kesho. Tunajua ni dakika nyingine 90 ambazo kwetu sisi tunasema ni dakika mpya kabisa. Tuna matokeo ambayo tumeyapata kule Gaborone tunaweka nyuma. Unakuwa ni mchezo mpya, mchezo ambao unatuhitaji sisi kuweza kupata ushindi katika mchezo wa kesho ili tuweze kufikia
yale malengo ambayo tulikuwa nayo sisi kama team na sisi kama club. Malengo yetu makubwa katika mashindano haya ya Champions League msimu huu, ni matarajio yetu ni makubwa sana. Kwa hiyo uweze kufikia matarajio makubwa bila kushinda katika hizi hatua za mwanzo. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri kuweza kuhakikisha tunashinda katika hizi hatua za mwanzo ili kuweza kufika yale malengo yetu, na tumeweza kupata mafunzo kutoka katika benchi letu la ufundi ambalo lipo sasa. Tumeweza kupata vitu vingi na tunaendelea kupata, na leo ni siku ya mwisho ya maandalizi ambayo inaenda kujumuisha 100% zile za mchezo kwa ujumla. Kwa hiyo tuko tayari kuweza kupambana na kuweza kuhakikisha tunashinda katika mchezo wa kesho. Captain, kwanza hongereni kwa ushindi katika mchezo wa kwanza, na unasema kwamba huo ushindi unaweka pembeni na unaenda kuanza katika 90 mpya kabisa. Umetokea mabadiliko kidogo kwenye eneo la uongozi kwa maana kwa benchi la ufundi. Labda kwa upande wetu kama wachezaji kuna namna tunawafanya ushindi kidogo katika mchezo wa kesho. Kikubwa kwamba sisi wote wachezaji tuliokuwa katika klabu ya Simba ni wachezaji ambao naweza kusema kila mtu ni professional, na kila mchezaji aliyekuwa katika klabu ya Simba ameshacheza mashindano ya Afrika muda mwingi. Kwa hiyo kubadilika kwa benchi la ufundi kwetu sisi alijatutetelesha, isipokuwa benchi la ufundi ambalo limekuja limeweza kutuongezea kitu kikubwa ambacho tunaweza kwenda kukiapply katika mchezo wa kesho, na imani kitaenda kufanya kazi na tutaweza kupanda ushindi. Naweza kusema siku zote mchezo kuwa mgumu utakuwa mgumu, kwa sababu imani yangu kwamba na wao wanakuja kutafuta matokeo, lakini sisi hapa tuko nyumbani na tuko katika ardhi ya nyumbani, na unajua Simba the way ikiwa katika ardhi ya nyumbani inakuaje. Kwa hiyo naweza kusema kwamba sisi tuna appreciate wao na tunawapa heshima wao kama wapinzani wetu, lakini sisi kitu ambacho tumekiandaa na tumeandaliwa na benchi letu la ufundi na tunaenda kukiapply kesho kwa ajili ya kupata ushindi. Tahadhari ipoje kwenye wachezaji? Nakumbuka mechi ya mwisho mchezo na timu kutoka Botswana ndio Galaxy ilipoteza katika uwanja wa na maana wachezaji wa Gaborone United kutoka Botswana. Tahadhari ipoje nyinyi kama wachezaji na kuleta mchezo dhidi ya Galaxy ambao mchezo utakuwa? Naweza kusema kwamba hicho kilichotokea kimeshatokea, na sasa hivi tuko katika ukurasa mpya kabisa wa mashindano na tumeanza katika hatua za awali. Walimu wameshaliangalia, naweza kusema kwamba kitu ambacho tuko na tahadhari nacho kwanza kutokufungwa. Kwa hiyo walimu wamelifanyia sana kazi ili kuweza kupata clean sheet katika mchezo huo, na imani kwamba safu yetu ya ushambuliaji itarahisisha mchezo. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hicho kitu ambacho kilichotokea kupoteza mchezo wa Galaxy ilikuwa ni historia. Sasa hivi tuko katika hatua ya mbele na imani kwamba tutafanya vizuri.